Tabora United dhidi ya Yanga. Tumeshuhudia dakika 90 Tabora kitandikwa mabao 3-0 pasina kufanya chochote walau kilichoashiria kwamba walikuwa wanahitaji wao na wao angalau kupata bao. Kantala kwa Tabora. Kwanza Tabora ukitaka kupata bao sikuna viashiria na hata shot on target kwa dakika 90 zote Tabora hajapiga. Kwa hapo ni dhahiri shairi kiwango chao kilikuwa chini. Walitengeneza ile movement ambayo ilimhusisha. Unajua Azizi kuna kutengeneza na shot on target anazungumzia. Nazungumzia kuna save ambayo alicheza Diara ilimjumuisha alikuwa ni Ritie Makambo. Hiyo lakini pia na hizo azihesabiki hizo papatu vya Azizi. Unajua shot on target. Lakini shot on target ni mpira ambao umerenga lango. Ambayo umetengeneza wewe mwenyewe umepewa chance ya kushoot ukashoot, lakini ina maana ulikuwa asingeugusa golikipa. Tunahesabu mengine hapo, ndo tunahesabu on target. Ile ni hatari kwa sababu umekuja tu, yani kama alivyosema Kantala papatu. Tukirudi kwenye uchambuzi kwa upande wa Tabora walikuwa wameifunga Yanga kwenye nje ya uwanja. Tunazungumzia kwenye hamasa. Kwa upande wa viongozi wa klabu ya Tabora walikuwa wameifunga Yanga kazi yao wameifanya kwa utimilifu. Ya magoli 3-0, kwa magoli mawili ya mkoa kwa ile hamasa, goli moja la Kristina Wagara kwa ile hamasa ambao walikuwa anawazodoa Yanga Africans au anawatania Yanga Africans. Lakini kija kwa ndani ya uwanja ya Yanga Africans kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 Yanga Africans walikuwa wanaitaka game kwa hali na mali, kwa sababu cha kwanza walikuwa wanalipa kisasi ambacho kiukweli mimi siwezi nikabishana ambapo pia Mwagala yeye wakati anazungumza jana alisema wao hawaone kama ni kisasi, lakini Yanga pia hawakulizungumzia hilo swala kuhusiana na mchezo uliopita wala. Lakini wao ukiangalia kwenye tunazungumzia watu ambao wanahusika moja kwa moja kwenye klabu. Afisa habari kabla ya siku mbili kwenye mchezo wa leo yeye alisema wamekuja hapa kwa mambo matatu: kulipa kisasi, kutafuta point 3 na mambo mengine ya kuzindua matawi. Lakini sasa kwenye kulipa kisasi ndio maana nimelisema mimi nimepata nguvu ya kulisema. Kwa maana limetokea. Cha pili ni namna utayari wa mchezaji mmoja kwa upande wa Tabora. Of course kwa upande wa Tabora walikuwa chini. Kisaikolojia ya mchezaji mmoja. Ofen Chikola dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90 hajaonekana. Alikuwa nje. Kutoonekana pengine kigezo kinaweza kikawa ni hicho kwamba wote hawakuwa vizuri labda kiutimamu, au pengine kuna namna ambavyo kiwango kimeshuka. Yani kiwango sio kushuka, ni kutokana na ubora ambao wamekuwa nao Yanga African. Najua Kikola kwa mfano ni Chikola, yes. Kwa nafasi ambayo alikuwa anaicheza, nafasi ya pembeni ambayo alikuwa amesimama Shedra Kaboka, na kweli kuna kitu ambacho alikionyesha baada ya Yanga African kufunga bao kupitia kwa free kick ya Hazel Patrick Mwenda. Kwa hizi dakika, kuanzia dakika ambayo Yanga walipata bao hadi dakika ya 45 kipindi cha kwanza, Ofen Chikola miongoni mwa wachezaji ambao alifanywa faulu nyingi sana. Kwa upande wa Tabora ilikuwa nafasi ambayo alikuwa anaicheza. Kwa upande wangu lakini hiyo Azizi hauoni kama kwamba sawa, inaweza ikawa ni kiwango cha timu pinzani, lakini hata yule ambaye walau anafanya unaona kwamba anaelekea. Kwa mfano tutoe mfano mzuri tu, ameingia Ramadhani Chebwedo, ameingia player ndani ya dakika ambazo amecheza kwa Tabora. Ndio kama unatazama mchezo kwa mtu ambaye labda anahitaji kufanya kitu kwenye mchezo, nafikiri ni mchezaji ambaye ameonyesha kwa namna yake, ameonyesha japo amekosa watu. Na mimi Blavi hapa nitakuunga mkono moja kwa moja, lakini gap ambayo ilikuja kuonekana sasa Tabora ilikuwa chini ni kutoka kwa Nelson Munganga kuingia kwa Shedrack Sebu. Wamezoea kucheza pamoja, lakini leo nimejaribu nimeona mabadiliko, pengine imewezekana. Shedrack Sebu kapoteza mpira mingi sana ambaye kwa dakika alizocheza hakuna mchezaji mwingine wa Tabora ambaye amepoteza mpira kama Shedrack Sebu, akifuatiwa na Emmanuel Mwamengo. Ni miongoni wa wachezaji. Emmanuel Mwamengo, kitu ambacho kilikuwa kinamsababisha ni kutaka kudribble au kukokota mpira kwa eneo kubwa ambapo unacheza na Young Africans ambao wao ukimkakati dakika ya kwanza mpaka dakika ya 45 kipindi cha kwanza ilikuwa ni gusa twende.
wanakaba, wanacheza na wanashambulia. Pacome ambaye tunamzoea kila siku ni mtu wa kuchezea mpira, ulikuwa muone anachezea mpira. Kulikuwa na pasi zake ambazo zilikuwa zinagusa, anaachia na wanashambulia. Hata goli ambao wamefunga ni goli ambao alifanyia Pacome na madhara. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ni hatari sana kwa upande wa Tabora. Na tutakuja kugusia hapo Kantala sasa kuhusiana na mchezaji mmoja pengine wamefeli kwa namna gani. Azizi, nimeona kwamba pengine kocha mpya kuna namna ambavyo amechanganyikiwa kuelekea mchezo na wachezaji ambao wapo kwenye kikosi kwa upande wa Tabora United. Kuna kipindi tulizungumza hapa kwamba wachezaji wa Tabora United first 11 ni ile, lakini dirisha dogo wakawa waongezea baadhi ya wachezaji akiwemo hawa kina Mwanengo. Lakini leo nilipotazama kile kikosi nikaona kuna namna imekuwa tofauti. Na hata ukitazama, yani fact ambayo inakuja kuonyesha kwamba kocha Tabora United mpya amepotea kutokana na maeneo ambayo yeye alikuwa anasimamia. Tazama kila ambacho alikuwa anakifanya kwa baadhi ya wachezaji. Kwa mfano ukitazama kwa eneo la kiungo, baada ya kumia kwa Nelson Munganga akamweka Asebu, lakini baada ya hapo kipindi cha pili hajaribu kufanya saba ambazo watu wengi hawakuzielewa. Kwa ambao namtoa kiungo ambaye alikuwa anasaidiana na Munganga, namzungumzia Upopu ambaye alianza kama namba 8, lakini pia Munganga akicheza kama namba 6, namba 10 akicheza Emmanuel Mwanengo ambaye alikuwa ni playmaker wa timu. Baada ya kumtoa huyo anakuja kumuingiza Yasin, nafikiri Yasin Mustafa, kijana ambaye anacheza Yanga African. Then unamchukua Chigozi haende kucheza kama namba 6, then Sheda Kasebu anapanda juu kucheza kama namba 8. Hapo moja kwa moja hata kuofa, lakini hatakuofa kama yule ambaye alikuwa. Na hapo chagusia hata bao ambalo lilifungwa, bao la pili lilitokana na makosa ambayo aliyafanya Chigozi. Alipoteza mpira katikati, Pacome akapoka mpira akafanya movement, then Clement Viza akaenda kufunga. Fakti nyingine ni sababu ambayo alifanya kumtoa Kevin Kingu kama beki wa katikati. Alimtoa Kevin Kingu akamuingiza Seseme ambaye anacheza kama kiungo. Alichokifanya tena hapo akampa option Chigozi kurudi katikati kucheza zidi ya Andy Bikoko. Katikati akabaki Shedo Akasebu, lakini pia na Abdalla Seseme. Kwa hiyo ukitazama kocha alifika sehemu akaona kwamba hapana, hii inaweza kawa ni mechi ishakuwa ngumu, ngoja mimi nijaribu kila kitu kifanyike, lakini bado akashindwa kutazama namna sahihi ambayo inaweza kuwa ni bora. Lakini pia sababu nyingine ambayo kwa upande wangu naweza nikakubaliana nyinyi kila ambacho mkao mnakizungumza. Kwa upande wangu ukitazama Open Chikola kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ambazo nafikiri amecheza dakika 90. Amecheza zote. Yes. Hakuna moment yoyote ambayo alifanya. Moment mbili tu ambazo alifanya ilikuwa ndani ya kipindi cha kwanza ambapo Tabora United walinufaika na faulu mbili ambazo hata zenyewe hazikuzaa madhara. Kwa upande wangu ningekuwa kocha Open Chikora ndani ya dakika 45 ya kipindi cha kwanza ilikuwa ni kumtosha. Zeni kipindi cha pili kumtoa, kuweka wachezaji wengine ambao wanaenda kuhakikisha kwamba eneo la mbali kuna cheza Shedo Akaboka ambaye alikuwa anasaidiana na majukumu na Max pia Nzengeli ndani ya kipindi cha kwanza, Pacome kuweka mchezaji ambaye anakuwa na kazi zaidi. Kwa hicho ambacho amekionyesha Tabora United kwa ujio wa kocha mpya, bado wana kazi kubwa sana ya kufanya. Kazi nyingine ambayo nilikuwa nishuhudia ndani ya dakika 45 ama dakika 90, Tabora United mwanzo aliingia na reaction kubwa sana kwamba sisi tunaenda kukaba. Yaani ajalishe kwamba Yanga African wana key players ambao wanaweza kuwa na miliki mpira, wanapiga pass kwa usahihi, lakini pia wana kazi. Sisi tutaingia tunakaba. Kwa dakika 45 ya kipindi cha kwanza ama dakika 10 za mwanzo, Tabora United walifanya faulu nyingi sana kwa baadhi ya wachezaji wa Yanga African, akiwemo Pacome Zuzwa, lakini pia Max pia Nzengeli, lakini Duka Abuya. Kwa moja kwa moja kocha kitu ambacho hadi sasa hivi amekiongeza kwenye timu, ameongeza utimamu wa baadhi ya wachezaji kwenye kufanya reaction, wakabe kwa nguvu, lakini bado akashindwa jinsi gani ambavyo waweza kuwa na ziba nafasi sahihi ya baadhi ya wachezaji. Wao wameadhibiwa na mchezaji mmoja tu kwenye mechi ya leo ambaye ilikuwa ni Pacome, ameassist magoli mawili, lakini bado tazama moment ambazo alikuwa anazifanya ambazo zimemfanya hata kocha mpya wa Tabora United kutambua jinsi gani ya kumtafuta mchezaji pekee ambaye anaenda kumweka pini Pacome asiwe anatembea na mpira. Na kitu ambacho nitaka kumalizia kuzungumza, utamsifu Ibra Baka. Kwa sababu gani utamsifu Ibra Baka? Ndio alimtoa Heritie Makambo kwenye mchezo dakika ya kwanza, akamtoa Ibra, yani Heritie Makambo alipanic, alitoka mchezoni. Kwa hiyo akili muda mwingine ndio inacheza sana
kuliko kumkaba mtu. Heriche Makambo alipoteana sana katika dakika zote 90. Lakini kuna kitu ambacho unakiangalia, unaweza kusema kwa Genesis ambaye ni kocha mkuu wa kikosi cha Tabora United, Mangombe. Yeah, kitu ambacho tunaweza kusema alikasirika, alijiripua katika kufanya sabu. Mimi sikuona kuna muhimu gani kutoa Kevin Kingu ambaye alikuwa ndo man of the match kwa dakika zile ambazo alicheza kwa upande wa Tabora, ukiachana kwa upande wa Young Africans kwa timu, kwa mechi nzima kwa ujumla. Kevin Kingu alikuwa ni mtu ambaye amezuia mpira mingi sana kuelekea kwenye lango la Tabora, lakini ukamtoa ukaongeza Abdalla Seseme ambaye Chigozi ukamrudisha pale kama acheze namba 4, alafu Abdalla Seseme bado ila kofi, alafu kwenye eneo la viungo walikatika sana. Abdalla Seseme pamoja na Shedrack Esebu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa hawana maelewano. Mpira mingi ilikuwa inakokotwa sana pale eneo wakati na Yanga Africans mabao ambao walikuwa wanafunga ni halali, lakini referee mna mwingine labda tuseme alikuwa yani unaweza kusema hapo makosa yalikuwepo, makosa kibinadamu yamejitokeza kwenye mchezo wa leo. Yale magoli mengine kuna magoli yamefungwa na wala Duka Abuya, ilikuwa ni goli halali. Kuna moment zingine zilikuwa zinatengenezwa wanaonyesha foul au offside, lakini kuna goli la pili la Yanga ambayo ilifunga Clement Mzize, hilo lilikuwa offside.